Nasema ya kwamba leo nataka kuzungumzia kuhusu hizi fursa za mashambani ama za maeneo ya nyuma. Hizo zinaitwa rural areas. Unajua, na pia niko na announcement ambao naweza taka kupitisha siku ya leo mahali hapa. Announcement ni kwa wale wote ambao wanaweza wakawa uko ndani ya nchi ambao sio ya kwako, na uko na makaratasi ama documents ambazo zinaonesha wewe ni mkimbizi ndani ya nchi hiyo. Saa zingine unaweza ukawa ulikimbia nchi yako na uko ndani ya nchi fulani ya kigeni kama mkimbizi. Basi nina habari mzuri sana juu yako. Video ambao nitaenda kuliweka kwenye channel hii wiki itakapoanza itakuwa inawahusu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ni mkimbizi ndani ya nchi ambao sio ya kwake na uko na makaratasi ambazo zinaonesha kwamba wewe ni mkimbizi ndani ya nchi fulani, kuna mlango mpya ama jambo mzuri sana ambalo linaweza likakusaidia uweza kuingia ndani ya nchi mbalimbali, ikiwa ni Canada, ikiwa ni Australia, ikiwa ni America, ikiwa ni UK na nchi zingine zote. Mimi nitaenda kuonesha ile ambao kazi ambao unatakiwa kufanya na itaweza kukusaidia wewe. Yaani nitakuonesha jinsi unaweza ka-apply kazi ukiwa ndani ya hiyo nchi, na itakusaidia wewe kuweza kwenda kufanya kazi ndani ya hizo nchi ambazo nimezitaja hapo. Yaani wewe uta-apply, halafu mahali kazi inapatikana ndio mahali wewe utapelekwa. Inaweza ikawa ni Amerika, inaweza ikawa ni Canada, inaweza ikawa ni UK, inaweza ikawa ni Australia na nchi zingine nyingi ambazo huwa zinaweza kupokea watu ambao wako na hizo status za refugee. Lakini leo nataka kuongelea fursa ya hizi kazi mashambani ama mashinani. Acha niseme mashambani ama mashinani. Hizo ni aina za kazi ambazo ndio zinafunguka kwa wengi siku ya leo. Naona tuko 26 people na like zetu ziko 15. Kwa hiyo tuko na watu 11 ambao hawaja like video, na ikiwa wewe ni mmoja wao unaweza ukalike. Na ukiona wewe ni mpya pia kumbuka kusubscribe kwenye channel hii. Na ukiwa na swali yoyote ambao unahitaji majibu, tafadhali unaweza ukaliweka hapo kwenye live chat ama kwenye comment section, na nitaweza kulipitia muda sio mrefu. Vile tunaendelea na hivyo ndio tutakuwa tukipitia pia comment tukizisoma. Ni vizuri sana wakati tunajadiliana kupitia comment, tunaulizana maswali na majibu yanakuja. Ni jambo la maana sana. So kitu ambacho nilikuwa naongea ni kusema, unajua Canada ni nchi kubwa sana ambao iko na watu wachache sana. Nikijaribu kufanya kama mahesabu ya haraka, nikisema kwa mfano how many what is, acha niseme kwa mfano what is the population of Canada. Nisema what is the population of Canada kwa mfano na niuliza mwaka gani, kama ni 2025 ama mwaka huu wa 2025 Canada iko na 40 million of people. 40 million. Hiyo ni Canada. Lakini kidogo naweza nikasema
kama population of Nairobi peke yake. Population of Nairobi. Nairobi asema Nairobi 2025 population is now estimated at 5 million. Hiyo ni Nairobi. But in 1950 Nairobi was 137 million. Hiyo ni kama namba ya Canada mara 2.5. Na bado ikiwa ni 5 million inaonesha ya kwamba no, ni 50 million. Acha nirudi nyuma nione vizuri. Inaonesha ya kwamba wale watu ambao wako Canada ni wadogo kushinda wale ambao wako ndani ya miji fulani za Afrika ambao haijakuwa ni nchi, inaweza ikawa ni town, inaweza ikawa ni city. Unapata kuna watu wengi kuliko wale ambao wako Canada. Na Canada ni nchi kubwa sana, nchi ya pili kwa ukubwa hapa duniani. Na wale watu ambao wako ndani ya nchi hii, unapata wengi wanajifunga sehemu moja. Wanachagua zile matauni makubwa. Tuseme kama Vancouver, tuseme kama Toronto. Naona. Na province ambayo inabeba watu wengi sana ni province kama ya Ontario. Sababu ni moja ya province ambao ziko na kazi nyingi, ziko na watu wengi, ziko na makampuni mbalimbali. Na ni province ambayo inashikanisha pia Amerika na Canada. Sasa watu wengi sana wanakimbilia ndani ya hizi province na hizi town kubwa. Kiasi ya kwamba maeneo mingi ambayo ni kama mashambani ama mashinani ama mahali ambazo naweza zikasema haziko developed sana, zinakosa watu. Unapata huko kuna uhaba sana wa watu. Unaona, unasikia town mzima iko kama na 1000 tuseme iko na 15,000 people, ingine inakuwa na 20,000 people. Na ni town, inaweza kawa ni kadogo, lakini inaweza kawa ni town kadogo, lakini wale watu ambao wako hapo ndani pia ni wadogo sana, kiasi ya kwamba unaweza kuhesabu watu na ukamaliza. Sasa Canada wakaona ya kwamba kwa sababu watu wote wanakimbilia hizo maeneo ya mjini, lazima wajaribu kufunga kwanza hizo milango za mjini. Kwa hiyo kuna njia nyingi sana ambazo zilikuwa zikitumika kwa ajili ya kuleta watu ndani ya miji kubwa hapa Canada. Saa hizi zinafungwa. Na fursa ya kipekee saa hizi inajitokeza kwa hizo rural areas ama hizo mashinani, mashambani. Sababu huko vitu nyingi zinakuwa ni kama zinabaki nyuma. Kwa hiyo government ikasema hapana, lazima tuweze kuchagua hizo maeneo ambao watu wote wamekuwa wakikimbia kuenda mijini. Unajua hata wale ambao wamezaliwa hizo maeneo, wakifika umri fulani wanatafuta kazi, hawapendi tena kufanya kazi hizo maeneo zao. Nataka waende hizo maeneo ambao kuna watu wengi, maeneo ambao kuna makampuni nyingi. Sasa hizo maeneo ambazo ni za nyuma kidogo zinabaki kuwa bila watu. Na zikibaki kuwa bila watu hivyo, development inakuwa kidogo sana. Unapata hata barabara kujengwa hizo maeneo inakuwa ni ngumu, na vitu nyingi kuweza kushughulikiwa hizo maeneo inakuwa ni kazi ngumu sana, kiasi ya kwamba maeneo hizo zinakuwa kidogo ni kama hazina watu wa kutosha. So government ikasema hapana, tunatakiwa kuweza kushughulikia hizo maeneo. Na kwa njia ambazo wanaweza wakazishughulikia, wanaona ni ngumu sana kuweza kuconvince watu wale ambao tayari wako hapa
kuwafanya waweze kurudi ndani ya hizo maeneo ambazo ni za nyuma kidogo, na tayari wamesha kuja mjini, mahali kuna mataa, mahali kuna aina nyingi sana ya kazi na option mbalimbali. Unajua hizo mataoni ndogo ndogo nyingi zinakuwa hazina hata hizo ma public means, ama naweza nikasema daladala. Unaona, kwa hiyo ni maeneo ambayo sio kubwa sana, unaweza ukatembea, lakini kumbuka sio kila sehemu unaweza ukatembea. Sehemu zingine bado zitakuwa zipo mbali na wewe. Kwa hiyo ni vizuri ukiwa sehemu kama hizo unatakiwa kuwa na gari. Gari ni moja kati ya vitu ambazo Canada ni kawaida, lakini kulipata ndio unahitaji makaratasi fulani kufuata sheria, na unahitaji kuwa na driver's license yako ambao iko sawa na mengine kadhalika. Ndio maana kwa wote ambao wanazidi kunifuata na wote ambao wanazidi kuwa na ndoto ya kuweza kuja Canada, nadhani unaposhughulikia passport yako ndani ya nchi yako, ama ikiwa uko na passport, jitahidi sana hata kama hauna gari usikose kuwa na driver's license. Kuna siku nitafanya video kuwapea mwangaza kamili kuhusu hayo na nini unatakiwa kufanya ikiwa bado uko kwenye nchi yako, ikiwa uko kwenye mipango ya safari, ama hata kama haujaanza kufikiria kuweza kuja, lakini unakuaga na ndoto ya kuweza kuja Canada. Shughulika sana jinsi ya kupata driver's license, ni muhimu sana. Yes, unaweza ukasema nitakuja Canada na niipate huko. Ni wazo mzuri, lakini kuna mahali itakuchelewesha. Na siku moja nitaweza kukuonesha drive test yangu vile hapa ilifanyika, na niweze pia kukupea mwangaza kamili kwa nini ninakuambia uwe na driver's license ikiwa wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanapanga kuja ndani ya nchi hizi za ughaibuni. So government ikaweza kuanzisha mipango yani ikaweka milango wazi kwa ajili ya wale ambao wanataka kuja kufanya kazi kwenye hizo masehemu za mashinani. Kumbuka ni vitu nyingi sana ambazo government ya Canada imezuia kufanya toka mwaka jana, lakini hili ni moja kati ya jambo ambalo liliruhusiwa toka mwezi wa kwanza wa mwaka huu. Nadhani kidogo ni mimi nilichelewa kupata njia hii, na kuna wengine ambao walifanyikiwa kujua hili jambo lakini wakakaa kimya, kitu ambacho sio vizuri. Kwa hiyo vile nilifanyikiwa kulifikia, nikasema siwezi nikakaa kimya, ila nitarudi kuongelesha ndugu zangu ambao bado wanazidi kutafuta hizo nafasi ama fursa za kuja kufanya kazi ndani ya nchi hii, kusudi iweze kuwasaidia. Na jambo lingine ni ya kwamba government ya Canada siku hizi sio kila aina ya visa ambao wanaachilia sawa na vile ambavyo mtu unaweza kufikiria. Haswa kwa wale ambao walikuwa wanatafuta kazi, unatafutiwa kazi, alafu unatafutiwa visa, unakuja kufanya kazi. Siku hizi imebadilika. Kuna wale maagent ambao walikuwa wanafanya hizo kazi, wanakuitishia kazi hapa Canada, kisha kukuitishia kazi, alafu sasa wao wanashughulika kukujazia vitu zako mbalimbali, na wewe ukakuja kufanya kazi hapa Canada. Siku hizi ilibadilika kidogo, na kuna wengi ambao wanatumia njia hizo kukulia watu pesa, na ndio maana naomba wana KHP tuwe wajanja kidogo. Saa hizi jambo ambalo linafanyika Canada ni nini? Unahitaji kutafuta kazi. Kisha kutafuta kazi, hiyo letter offer ambao unapewa na ilo kampuni ndio itakusimamia wewe kuweza kupata kazi kirahisi. Ukishapata kazi, hiyo letter ya offer ya kazi ambao utapewa ndio itakusaidia wewe kuweza kupata visa ya kuweza kukuja Canada kwa ajili ya kufanya ilo kazi.
Na ukikuja chini ya mpango huo kama ya hizo rural areas, itakusaidia wewe kuweza kuapply permanent resident ama uraia wa kudumu ndani ya nchi hii ya Canada. Sababu kumbuka, wengi walikuwa wana apply kazi, unapewa kazi alafu unakuja unakaa mwaka mmoja ama miaka miwili alafu unarudi kwenye nchi yako. Mara mingi ilikuwa ni hivyo, na wengine kisha hizo muda wanaweza wakajaribu kwa ajili ya kuweza kuona vile watabaki ndani ya nchi hii na waendelee kufanya kazi ama shughuli mbalimbali hapa Canada. Lakini hii ni mpango ambao inakusaidia na inakurahisishia wewe kuweza kukuja Canada na ukaweza kuapply uraia wa kudumu ndani ya nchi hii. So acha nikupeleke moja kwa moja kwa hiyo website ambao tunaweza tukatumia na tunaweza tukasaidika kwa njia hiyo. Lakini mbele niweze kuonesha website, acha niweze kusoma comment 2-3 ambazo zinaweza zikawa zimeongezeka kati ya zile ambazo tuko nazo, kusudi comment zisiwe nyingi sana nyuma yetu. Na asante sana kwa kuendelea kulike. Naona tuko 19 people na like zetu ziko 18. Maanake kuna mmoja tu ama wawili, sababu tumeongezeka kuwa 20 ambao wanaweza wakawa hawaja like, yani mmoja. Haya. Margaret Samson anasema na kutazama kutokea Dodoma, Tanzania. Barikiwa kwa elimu unayotupatia. Asante sana Sister Margaret. Peter Daudi anasema, Peter Daudi na kupata nikiwa Tanzania. Asante sana bwana Peter Daudi. Pia Mbaza Jean-Claude anasema, kaka anasema kuwa unaturahisishia sana kwa habari zako. Asante sana. Haja yangu ni kuwarahisishia na kuwawekea kwepesi, na Mungu aweke milango kuwa wazi. Huyu anaitwa Philbert Kenga anasema, wow, successfully qualifying to see live. Asante sana. Kwa hiyo mara nyingi wewe unapata live kama imemalizika, lakini leo tupo live. Gitare Claude anasema, tupo tayari mkuu. Dondosha mbinu hata kama niko safarini, nikitoka Meru County kwenda home Nairobi. Macho haitoki kwenye screen. Asante sana bwana Claude kwa kuweza kututizama hata ukiwa safarini. Nashukuru. Elizabeth anasema, naweza fikaje Canada na mwanangu? Inalingana unaishi kama mkimbizi, unaishi kama raia kwenye nchi yako na una uwezo wa kufanya kazi. Ndio vitu muhimu ambazo lazima uwe unajua, sababu stakabadhi unazozibeba wewe ndio zitafungua njia ndio determine aina gani ya njia ambao unatakiwa kutumia kuja hapa. Akizimana anasema, ndio niko applying I think kazi, ila mwezi ushakwisha hawaja nijibu. Ni job bank, nielekeze vizuri. Sijui kama unatumia njia ambayo iko sawa. Ikiwa unatumia njia ambayo iko sawa, na tumai ya kwamba utaweza kujibiwa. Unajua ni jambo la kujaribu, na
sana sana kuwa na bidii, sababu ni wengi ambao wanajaribu hapo. Ni jambo la bahati pia. Ndio maana kila leo anawaambia kama hizo za job bank unajaribu kuapply, ukitanguliza pia Mungu, sababu bila yeye hakuna lolote ambalo linaweza likafanyika. Ni yeye anafungua njia. Mimi nakuonesha ile ambayo unaweza kufanya, na yeye atafungua njia na vitu zitakuwa sawa. Anjoki anasema I have joined using WhatsApp. Can you confirm for me if I have joined correctly? Basi kama uliclick link na ikakuonesha umejoin, kumbuka hatuna link mbili hapo, link yetu ni moja. Basi utakuwa tayari umeshajiunga, bwana John Njoki. Amuri Oma anasema nondo kali sana kaka. Hiyo nondo kidogo inanipita. Ali anasema habari brother KHP, tumekumiss sana, ubarikiwe kwa kutupa mambo mazuri sana. Asante sana bwana Ali. Elizabeth anasema nipe zile njia zinazofaa, naweza fanya kazi kama caregiver, nipo Nairobi. Ikiwa unaweza fanya kazi kama caregiver, kumbe ni vizuri sana, sababu milango zinaendelea kuwa wazi. Leo ni tarehe 29. Kwa hiyo kuna baki siku 2 kusudi hizo kazi za caregiver zianze kufunguka na milango ya caregiver iwe wazi, na wengi wataweza kupitia chini ya mpango wa caregiver, sababu ni mpango ambao utasaidia wengi sana. Ila kwa sasa unaweza ukajaribu kama ni hiyo job bank, ni kwa kubahatisha, sababu application nyingi ambazo zinakubaliwa za caregiver saa hizi ni wale ambao wako ndani ya nchi ya Canada. Ukifanya caregiver unaweza kaitisha permanent resident, hilo ambalo liko kwa sasa. So acha niweze kuingia kwanza kwenye, tuweze kukagua ili swala ambao nimekuwa nikiongelea mbele, tuweze kuendelea na mipango mengine. Kuna mengi tu ambao tutaweza kupitia leo, lakini acha tuanze kwanza na hili. Hii ni website ya government ya Canada ambayo inasema Canada launch rural and francophone community immigration pilots. Anasema Immigration, Refugee and Citizen Canada. News release January 2025 in Ottawa. Kumbuka Ottawa ndio capital city ya Canada, na huko ndio habari hii iliweza kuachiliwa toka mwanzo wa mwaka huu. Yaani wengi wakishinda wanasumbuka na kusema ya kwamba vitu nyingi zimefungwa, milango za kuingia Canada hazipo, vitu zimesimamishwa. Kumbe kuna njia ambazo ziko wazi na zinahitaji watu na zinasaidia. Nataka tusome kwa pamoja ujumbe huu kusudi tuweze kuelewa zaidi na kujua ni nini ambao tunafanya ama ni nini ambao inahitajika. Na habari hii je, ni ya ukweli ama ni ya uongo? Kama nimekuonesha mwanzo, tuko kwa government ya Canada na hii ni information ambao iko kwenye website yao. Wanasema nini? January 30th, 2025, Ottawa. Rural and francophone minority communities makes vital contribution to Canada's economy and culture, but they frequently face unique labor marketing, kidogo
economy, but frequently face unique labor market and demographic challenges as the majority of Canadians and newcomers settle in Canada's urban areas. Sijui kama umeelewa vizuri. Na ni hilo jambo ambalo nimetoka kulizungumzia. Ukikumbuka vizuri, nimeweza kugusia hili jambo ya kwamba wengi wanapatwa na shida. Sababu yani wengi wana apply kazi na wakikuja Canada wanakimbilia hizo area ambazo ziko more developed, ama ambazo ziko na watu wengi, ziko na aina nyingi za ujenzi na vitu nyingi ambazo zinaendelea, kama naweza kalizungumzia hivyo, kiasi ya kwamba zile area za nyuma ama maeneo ya hizo zinaitwa rural areas, maeneo ya inaweza ikawa ni mashambani, inaweza ikawa ni mashinani, acha niseme hivyo, zinakuwa na uhaba wa watu na wanashindwa wanani watafanya kazi huko, sababu watu wote ambao wanakuja Canada na wale, yani watu wote wale wako Canada na wale ambao wanakuja Canada, ndoto zao ni kuweza kukimbilia ndani ya zile mji kubwa kubwa, na hizi mji mdogo mdogo zinakuwa na shida. Do Canada wanasema hapana, lazima tuangalie gisi ya kushughulikia hizo maeneo ambazo ziko nyuma, ambazo zinakuwa ni kama zinaachwa. Juu zikiachwa hivyo hakutakuwa develop, hakutaendelea, hakutakuwa makazi huko, sababu kila mtu akitaka kufungua kampuni itabidi akimbilie maeneo ya mjini, sababu huko ndio watu wote wanaelekea. Sasa hizo maeneo ya nyuma zinabaki upweke, zinabaki zikiteseka, zinabaki zikishindwa ni nini watafanya. Government ikakaa chini ikasema hapana, tunahitaji watu hizo maeneo. Sababu imagine town kama 3 kama 4 ndani ya province iwe haina watu. Hata uchaguzi unafanyika aje? Miradi zitafanyika aje? Mipango nyingi hizo maeneo zitafanyika aje? The government ikasema hapana, ni ngumu sana kutoa wale ambao tayari wameshakuwa ndani ya mjini kuwarudisha hizo sehemu. Lakini njia pekee ambayo tunaweza tukasaidia hizo maeneo ni kutoa watu nje kusudi wakuje kufanya kazi ndani ya hizo mjini, ndani ya hizo maeneo, na wakikuja tuwapee nafasi ya kuweza kufanyika kuwa raia wa kudumu ndani ya nchi hii. Nadhani tunaelewana. Acha niendelee. Anasema in particular the rural and northern immigration pilot RNIP was successfully in connecting business and employers in remote communities with skilled newcomers they need to drive. Nasema this is why the government of Canada government of Canada is introducing 2 new pilots as committed to in March 2024 to help rural and francophone minority communities attracting and retain newcomers with the right skills to help their region success as a work to establish the RNIP as a permanent program. Today, the Honorable Mark Miller, Minister of Immigration, Refugee and Citizen, announced the launch of the Rural Communities Immigration Pilot and the Francophone Communities Immigration Pilot, and the communities chosen to participate. This pilot will provide 18
communities with a permanent resident pathway to attract the retained newcomers who can fill the jobs and who want to live long term in the areas. Sijui kama ili pia umelipata vizuri. Wanasema nini? Kuna hizo maeneo, unajua Canada inasifiwa kwa lugha mbili ambao ni Kizungu na Kifaransa. Lakini kila mtu ambaye anakuja Canada anapata ya kwamba Kizungu ni rahisi kuliko Kifaransa. Na zile nchi ambazo zinaongea Kifaransa nadhani ni kidogo sana. Na wengi wakikuja pia wanahitaji kuelekea hizo maeneo ambazo zinazungumza Kiingereza. Zile maeneo ambazo zinazungumza Kiingereza ndio wengi wanataka kukimbilia. Kiasi ya kwamba maeneo ya Kifaransa wanakuwa hawana watu. Sasa kuna hizo matown, unapata ni town, lakini sababu lugha huko ni Kifaransa, watu wanatoroka. Sasa government inasema nini? Hizo maeneo ambazo wanaongea Kifaransa, ambazo watu wanakimbia, lazima zipate watu. Na hizo maeneo ambazo ni za nyuma ambao ni mashambani, lazima zipate watu. Kwa hiyo hii njia ambao wanaweka ni mlango wa kuweza kusaidia wale yani ya kuweza kuvutia wale ambao wanakuja Canada. Wengi huwa wanakuja kwa mpango wa muda mdogo sana. Akikuja anajua kisha siku kidogo, kisha fanya kazi yake siku kidogo atarudi. Lakini unaweza kukuja kwa huu mpango wa siku kidogo na huu mpango ukusaidie wewe kuweza kuwa raia wa Canada. Yani ni njia ya kuvutia watu kuja wengi Canada kusudi waweze kubaki kama raia. Kama umeelewa vizuri. Hizo maeneo ambazo ni za mashambani, hizo maeneo ambazo watu wamekimbia sababu kunaongelewa Kifaransa. Ijapokuwa ni moja ya lugha ambazo unaweza kaelewa. Unajua ukikaa sehemu hata saa hizo wakikupeleka China na wakuweke kwa Chinese, haujui kuongea hata ni hao. Na kuambia ukikaa na wao mwezi moja utajipata umeshajua Kichina na mtaelewana kwa hiyo Kichina. Na hata Kifaransa ni hivyo. Inaweza kuwa wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanaongea Kifaransa, unaweza kujaribu application yako kwa Kifaransa. Na ikiwa wewe ni mmoja kati ya watu ambao hawajui Kifaransa, basi fanya application yako kwa English, bado unaweza kaenda hizo sehemu. Na sehemu zenyewe nyingi unapata wanaongea lugha zote mbili. Lakini Kifaransa itakuwa ina dominate, ila Kizungu pia kinaongelewa. Sasa wanataka watu sana hizo sehemu mbili kusudi waweze yani wameweka hiyo mlango juu ya kuvutia wengi kuweza kuingia hizo masehemu na wawe raia wa kudumu kwa hizo area. Unajua tuseme kwa mfano wewe ni Mtanzania. Wengi wanakuwa na hiyo hali ya kusema nikikuja ni kama mimi nitaishi tu hizo masehemu ya mashambani ama hizo area ambazo zingine zinaweza kawa mbaya. Kitu ya kwanza ambao nitaweza kukujulisha ni nini? Unajua kuishi ndani ya zile town kubwa ndio unaweza ukafanya kazi ambao unakuingizia pesa mzuri, lakini maisha itakuwa juu sana. Gharama ya nyumba na mengine uko iko juu sana. Lakini ukiwa hizo maeneo za mashambani kidogo, kazi ambayo utafanya ndio pesa yake inaweza kawa chini kidogo, lakini gharama huko itakuwa iko mdogo. Na unaweza ukawa mjanja sababu ukiwa tayari umeshapewa uraia wa kudumu. Tuseme kwa mfano wewe ni Mtanzania, unaruhusiwa kuzunguka Tanzania mzima. Unaruhusiwa kwenda kufanya kazi sehemu yoyote Tanzania ambao fursa itajitokeza. Kwa hiyo hii ni mlango ya wewe kuingia. Lakini ukishaingia uko na nafasi ya kuweza kuzunguka na kufanya chochote ambacho unachotaka ndani ya nchi hii. Unaweza ukajichukulia sehemu yako ya hifadhi ama ya kuishi hizo maeneo ambao ulifikia. Weka familia yako ikishapata njia ya kuingia pia, weka familia yako huko
milango itakuwa wazi, sababu ukiwa umepewa uraia uko na haki ya kuleta familia yako yote. Familia yako ikishafika, uweka milango wazi. Yani uwe chukua hiyo sehemu kama nafasi yako ya kuishi. Enda upige kazi zako sehemu zingine yote ambao unayotaka wewe. Huko inakuwa ni kwako nyumbani. Na pia bado unaruhusiwa kuhama. Haijamaanisha kwamba ukikuja hivyo ndo hauwezi ukahama hizo sehemu. Nadhani kidogo hapo tutakuwa tunaelewana, sababu ikiwa wewe ni Mtanzania, ikiwa wewe ni Mkenya, ikiwa wewe ni Mkongo, kumbuka una haki ya kuzunguka nchi yako yote sawa na vile unavyotaka. Hakuna yoyote ambaye anaweza akakwambia no, huwezi kuingia huku ama utakiwi kuingia huku. Acha tuendelee. Anasema the rural community migration pilot ensures that rural community have success to program that address labor shortages and help local business find the workers they need. The Francophone Community Immigration Pilot focus on increasing the number of French-speaking newcomers settling in Francophone minority communities outside of Quebec. This ensures the economy development of Francophone minority community while also helping to restore and increase their demography weight. Hili ni jambo lingine tena hapa ndugu zangu. Hili ni jambo lingine. Tuseme kwa mfano wewe ni moja kati ya wale ambao wanaongea Kifaransa. Unajua kuna Watanzania ambao wanajua Kifaransa na wanaweza wakakiongea vizuri sana. Kuna dereva wa counselor wa France ambao niliwahi kutana naye Nairobi. Ni Mkenya lakini anaongea Kifaransa vizuri. Tuliongea na Kifaransa muda mrefu, na asipokuambia yeye ni Mkenya huwezi ukashikanisha na kusema huyu jamaa anaweza kawa Mkenya. Kuna watu wanaongea hiyo lugha. Unajua Canada ni nchi ya lugha mbili, lakini Kizungu ndio kiko sehemu kubwa sana, kiasi ya kwamba wanaanza kuwa na wasiwasi ya kuona hilo lugha la Kifaransa ni kama wanaweza wakakipoteza, sababu wale ambao wanaiongea ni wadogo. Wanahitaji watu wengi hizo sehemu ambazo wanaongea Kifaransa, kusudi Wafaransa pia wawe wengi ndani ya nchi hii, namba yao iongezeke iwe kubwa. Lakini unapata kuna ndugu yangu Mkongomani ako hapo anaongea Kifaransa mingi sana, na anakiharibu huko Kongo, ama anakiharibu ndani ya Afrika, sehemu ambazo kuna vita na vitu zingine mbalimbali. Milango ziko huku ambao unatakiwa kujaribu. Milango ziko huku ambao unatakiwa kupima bahati yako. Hii inaweza ikawa njia ya kubadilisha maisha yako. Wanahitaji hizo sehemu ambazo ziko maeneo za nyuma na hizo masehemu ambao wanaongea Kifaransa. Wanataka watu ambao namba ya Wafaransa iweze kuongezeka kwa kiasi kikubwa hapa Canada. Kwa hiyo ikiwa unaweza jaribu, unaweza kuwa na experience kidogo tu ya Kifaransa, basi jaribu kunifata vizuri. Ama ikiwa unapenda Kifaransa hata kama ukijui, utakielewa ukifika huko. Jaribu sana. Jaribu sana. Unifate vizuri, najua hili njia litakusaidia pia wewe. Haya, wanasema nini? Each section community is represented by a local economic development organization which will work with Immigration, Refugee and Citizenship Canada IRCC to identify its critical labor Citizen Canada IRCC to identify its critical labor gaps, designated trustworthy employers, and to recommend
suitable candidates to IRCC for permanent resident. IRCC has begun training the Economy Development Organization, as each community will provide details as timeline on when employers and prospective permanent resident candidates can expect to have a chance to apply. So anasema the following communities will participate in the rural community immigration pilot. Unisikie sasa vizuri. Hii ni list ya hizo communities ambazo unatakiwa kuapply kazi ndani, na ukishapata kazi ndani, hiyo letter ya offer ya kazi ambayo utapewa ndio sasa unatakiwa kuitumia kwa ajili ya kukufanya uingie Canada kama permanent resident wa Canada. Ijui kama tunaelewana. Hizi ndio list sasa. Kuna hiyo PICAC 2 count, NS ni sijui new NS sikumbuki vizuri, lakini naweza angalia ni province gani. Juu hizo ni code za province. Yeah, lakini hii North by ON inamaanisha Ontario. Hii Sudbury ON ni Ontario. Na hizo zote ni maeneo za French, za English. Ukiona kunaandikwa BC, no, hiyo ni British Columbia, pia ni English. KC ndio Quebec, eneo za French. Timmins ON bado ni Ontario. Sault STE Mary, Sweet St. Mary Ontario. Thunder Bay Ontario. Hizo zote ni Ontario pamoja na British Columbia. EMB inakuaga sijui ni Montreal ama Montreal, pia huko ni mix ya French na English. Kushuka hadi huku kote ni hizo maeneo ambazo unaweza ukatumia. Nadhani nitaweka hii link kwa comment section, watu wanaweza wakaipitia kuweza kuona. Wanasema quote, rural and francophone communities are vital to Canada's growth and cultural diversity, and we value the unique contributions that newcomers make it this place. By welcoming skilled immigration to these areas, we are addressing a labor shortage and economy needs while promoting the benefits of living in a small town or city. Our commitment to supporting this region reflects our belief that each one's matters. That is why we will make the RNIP a permanent program, and why we are introducing these 2 new pilots. We'll continue to work closely with these communities as we work to connect business with the skilled worker need to drive. Nadhani mmeweza kujisikia vizuri. Hizo sehemu ambazo ni za nyuma huko mashambani, hizo rural community. Unajua hata imenipea pia idea ya zile sehemu, naweza angalia zile ambazo ziko karibu kidogo na mimi, naweza nikazunguka kwa ajili ya kwenda kuangalia haswa hizo kazi za mashambani. Hilo ni jambo muhimu sana ambalo tunatakiwa kujua. Sababu mtu ukishajua hilo,
linakusaidia sana. Hautembei ni kama mtu ambaye uko kwa giza. Hautembei ni kama mtu ambaye uko kwa giza. Sijui kama kutakuwa swali yoyote mpaka hapo mbele niweze kuendelea. Lakini acha niweze kupitia pia baadhi ya comments ambazo zitakuwa zimeongezeka nikiweza kuendelea. But nafasi ndio hii guys. Tunatakiwa kuapply kazi ndani ya hizo reroll community. Na kuna njia nyingi sana ambazo tunaweza tukatumia kwa ajili ya kuapply kazi ndani ya hizo community. Ndani ya kuapply ndani ya hizo community. Kuna zile ambazo unaweza kupitia, tuseme kwa mfano hizo majob bank na Indeed, na pia zingine kuna website ambazo wanapeana. Zile ambazo ziko wazi, zile ambazo unaweza kupitia pia. Nitakuonesha kila kitu. Najua mimi hakuna lile ambalo naweza nikaficha. Kila kitu huwa naweka wazi kwa watu wote. Acha nisome comment 2-3 alafu tuweze kuendelea. Lakini nadhani nitakuwa nabakisha pia dakika 30 sababu sitaenda sana leo. Pole sana kwa kuwa nilichelewa, na licha ya kuchelewa siwezi nikaenda sana sababu pia niko na meeting ambao natakiwa kuhudhuria. Yeah. Kuna message pia ambao naweza nilikuwa napitia kwa group nikakutana nalo hapo. Mama pia alikuwa ameweka, anasema ni jambo njema kushikamana na admin wetu na kaka yetu maombi. Naombeni tumalize kwanza huko live kwa YouTube, alafu sisi tutaendelea kupigana muda wakati mwingine. Mnaniuliza DM kwamba muda ndio huu. Naombeni tumsupport kaka yetu kwenye live na sharing. Mimi mwenye ndio naingia nao, kwa hiyo nipo live huko. Asante sana kwa kuwa live pia kwa YouTube Mama P. Lakini hatujui kwa YouTube unaitoga nani. Sasa unajua tunakuzoea Mama P kwenye kikundi. Huku ukikuja kwa jina nyingine mara nyingi unatuchanganya kidogo. Asante sana kwa kuona likes. Nimeona zimefika 32. Hiyo ni namba kubwa. So Mama P, ukiwa unatu watch kwa YouTube, jaribu kuandika kitu hapo tuwe tunajua. Jina hili likitokezea kumbe ni Mama P ambaye anakuwa ako hapa. Itakuwa jambo muhimu sana. So unaona kama ndugu yetu Malu anakuja kama Chris, na wengi walikuwa wamechanganyikiwa kidogo hapo. Hawakuwa wanaelewa. Kuna baki dakika kidogo sana, kama niseme dakika 30 sababu pia natakiwa kuhudhuria kikao. Nina kikao kia kikazi siku ya leo muda wetu wa saa 10. Kwa hiyo nabakisha dakika 30 kusudi tujiunge kwa kikundi, tuende tusikize Mama P lile atakalo liongea na mengine yataendelea. Maana leo situmii muda mwingi sana. Nataka nimalizie tu hili alafu tuweze kuendelea. Acha nisome hizi comments alafu nimalizie, sitachukua muda mwingi sana pia leo. Na asante pia kwa umoja, kwa karimu wenu, na furahi. Lamek anasema kwa hiyo kwa jinsi hii kupata student visa hivi karibuni inawezekana au ni kubahatisha sana? Saizi nadhani ni kubahatisha, lakini nadhani nitaweza kulipitia na nitawaonesha pia gisi ambazo mnaweza mkapata update ya vitu nyingi. Unajua ukifungua, acha niwaoneshe mfano hapa.
acha niwaoneshe mfano. Ukiwa kwenye website ya Canada inakuja hivi. Unaona alama ya pili inaonesha dola na kiasi fulani ya pesa, lakini alama ya kwanza ya juu inaonesha hizo nukta tatu, alafu inasema status open. Unaona? Ukiona inaandika status open hivyo, inamaanisha hilo jambo liko wazi na saizi linafanya kazi. Na hiyo ni hii ambayo nazungumzia sahihi. Ndio unaona inaonesha iko wazi, iko open. Lakini ikiwa haifanyi kazi, watakwambia status closed. Watakwambia status closed. Ukiona inaandika status closed, jua basi halifanyi kazi kwa sasa. Na nadhani siku moja, lakini inaweza ikawa vibaya kila mtu kukuwa na account ya IRCC. Sioni kama inaweza kuwa wazo nzuri, sababu siku moja linaweza kuchanganya. Kwa hiyo ni kujaribu, lakini utakuwa na bahatisha. Pia tunaweza jaribu kufuatilia kuona kama liko open ama kama pia nalo liko closed. Amuri anasema nondo manake ni kama taarifa. Taarifa mzuri yenye kuleta matumaini. Asante sana kwa hayo Amuri. Sara anasema kaka mkubwa itakuwa nzuri sana. Asante, sijajua gani hilo litakuwa nzuri, lakini ni vizuri. Chantali anasema mambo kaka. Haya, Chantali anasema mambo kaka, poa sana. Niulize, wale watu wenye hawakusoma wanaweza saidika je? Au wenye walipoteza vitambulisho sababu ya mashida fulani? Sijui kama utakuwa unamaanisha kwa ajili ya yale ambao nilisema juu ya wakimbizi. Ikiwa ni hayo, Sister Chantel, unaweza kutujulisha kusudi tuone tutalijibu aje. Lakini ikiwa kwa ajili ya kuja Canada, kumbuka hizo kuapply, wewe unaweza ukaapply kulingana na CV yako jinsi utaijaza. Na pengine mtu anaweza kahitaji usaidizi baadaye kisha kuweza kupata hiyo offer ya kazi. Akizima na anasema asante sana kaka Amina. Kingine nilikuwa na taka kuuliza, Job Bank walifunga website kaka? Pia hapana, Job Bank inatumika na hiyo ndio website official ya government. Ni vile pia wakati tunajaribu kuapply kazi tuangalie tarehe, sababu kuna zile ambazo zinaweza zikawa zimewekwa muda mrefu na walipata watu na hawakukumbuka kutoa, alafu nyinyi mkazidi kuzunguka kwa hizo. Ndio maana ukitaka kuapply kazi kwa Job Bank ni vizuri uweze kuangalia tarehe. Nadhani tunaweza pitia pia hilo. Unajua Job Bank wengine wanashindwa kuiamini ijapokuwa ni website official ya government ya Canada. Na ukienda kwa government ya Canada.ca alafu uulize kazi, wao wanakurudisha kwa Job Bank. Naweza nikawaonyesha, nitapitia hilo muda ukiruhusu, sababu dakika tunabaki nazo ni 20 tu. Sara anasema asante sana kwa kutuelimisha. Mungu azidi kukuinua. Asante sana Sister Sara. Savino anasema habari kaka, leo nimechelewa sana. Pole sana ndugu yangu, mara nyingi siku zote huwa hazilingani, hata mimi nilichelewa pakubwa. Lakini najaribu kurekodi, video itabaki hapo kwenye YouTube, bado unaweza kaipitia hata baadaye. Chantel anasema niombe kwa hiyo sehemu cha kuzungumzia kazi hakikosi French. Asante. Kama unajua French Chantel, basi itakuwa we ni Chantal.
Chantel ni kwa wale wa Waingereza, na kwa Faransa wanasema Chantal. Chantal ikiwa unajua French basi itakusaidia. Huyu ni Festo, anasema hello, hi, mimi ni mgeni hapa guys. Karibu sana bwana Festo, tunafurahi kushiriki na wewe siku ya leo. Na kama wewe ni mgeni, kumbuka pia kusubscribe, na kuna link ya kikundi yetu hapo kwa description, ambao chini ya dakika 20 tutakusanyika huko kwa ajili ya mawili matatu. So ikiwa wewe ni mgeni, unaweza pia kujiunga kwa kikundi usikize pamoja nasi yale ambayo tunaenda kusikiza huko. Amri anasema labda ukitumia njia la nje ya mji watu ndio wataelewa vizuri, lakini vile unavyo mashambani watu ndio wanadharau. Kwa hiyo nikisema mashambani watu wanadharau, pole sana. Ya, unajua, sijui naweza nikapeana mfano aje. Unajua kuna Dar es Salaam na kuna Kigoma. Kwa hiyo maeneo ya nyuma kidogo ambao sio ya hapo mjini ndani Dar es Salaam, huwezi ukailinganisha na maeneo ya nyuma kidogo ambao sio hapo mjini Kigoma. Kidogo zitakuwa hazifanani. Na huwa napeana mfano haswa na nchi ambao ni kama Kenya, sababu ni mahali nimekuwa kwa muda. Kuna Nairobi town na kuna pia huko maeneo ya nyuma kama Mlolongo, kwa wale ambao wanapaelewa. Huko sio town vile, lakini ni maeneo ambao bado ni kuzuri. Canada sehemu yote kuko sawa na kuko vizuri sana. Ni vile sasa unapata wengi ukishafika na umezoea sehemu fulani, unaanza kuona ni kama hapa hapana, nahitaji tena mahali ambapo macho yangu haijazoea kuona. Naweza nikasema hivyo kama itaeleweka. Agi anasema bro, tunaomba anzisha group la WhatsApp. Ndugu yangu, basi we ni mpya kweli. Group la WhatsApp lianzishwa kitambo sana, na link iko kwa description ya video hii. Ukiangalia hapo link ya pili, kama ya kwanza ama ya pili, ni group ni ya WhatsApp. Ukiklik hiyo utaenda moja kwa moja kwenye WhatsApp yetu. Agi Frank anasema bro, tunaomba anzisha group la WhatsApp. Aliandika mara 2. Group tunalo ndugu yangu, ni wewe tu kujiunga. Amo anasema yaani Canada nje ya mji. Okay, naelewa. Nje ya mji, sio mashambani, nje ya mji. Asante sana. Festo anasema kaka, nataka kuja Canada kwa kazi ya caregiver. Naweza pata nafasi? Nafasi itakuwa tu ndugu yangu. Oma anasema Agi, group lipo. Mbona nalipo hai sana? Agi, angalia kwenye description uweze kujiunga na group ndugu yangu. Group liko. Chute anasema kaka, naomba ukimaliza uweke video yote, na tamani kuendelea lakini the whole day I was busy. Hakuna shida ndugu yangu, video huwa inabaki hapa kwenye YouTube na wengi huwa wanarudi kuzifuata. Abdul Fimbo anasema salama kiongozi, kijana wangu, visa tayari, unasaidiaje? Hapana, mimi sisaidi kuhusu visa ndugu yangu, usinielewe vibaya. Mimi napeana mwongozo vile watu wanaweza wakapata visa ama kuapply kazi na kuingia ndani ya mji wa Canada, nchi ya Canada, lakini sio mimi napeana, hapana. Social media anasema shukran sana kaka, asante. Chris anasema Chris Matu, kamanda wa KHP jeshi.
Jeshi kubwa sana hilo. Asante sana bwana Chris Malu. Nafurahi tena kuona hapo. Anasema jeshi la KHP, kamanda wa vita Malu. Kamanda mkubwa sana huyo. Amo anasema Chris Rutaz oye. Anasema tupo sambamba Phrase Miller hapa kwa group. Yes, naona muda wetu ndio hautaturuhusu, tunabaki na dakika 15. Haya. Chris anasema Rutaz Rutaz aka Maombi Junior. Nyinyi mtanimaliza kwenye kikundi hili. Na naona pia acha nimalizie kidogo ndio nimalizie hizo comment ambazo zitakuwa zimebaki, sababu naona muda unazidi kusonga. Naona muda umezidi kusonga, so acha nimalizie zile ambazo zinaweza zikawa muhimu. So nimesema ukiona inakuwekea alama ya green na inaandika open, jua ili liko wazi, na ikiwa imewekwa chini ya red alafu inasema closed, jua hilo alifanye kazi kwa sasa. Hapa anasema get a community recommendation, get a job offer. Kuna zile ambazo, yani njia ambazo unaweza ka-apply. Wewe ukiklik hapa, hii link nitaiweka pia kwa chani copy, nitaiweka kwa WhatsApp muda sio mrefu. Inasema ya kwamba hii kuna website ambazo zinapeanwa. Ona naongelea vitu zingine pia, hii inanionyesha vitu zingine. Jamani, inatakiwa kuhama. Kwani imehang kama shida ni gani? Haya. Okay. Zilikuwa mbili tofauti, sawa, nimeelewa. So, hii wanasema get a job offer. Before you apply for a permanent resident through this pilot, you need a job offer. Yani wewe unapo apply kazi na ukuwe na job offer, inakuwa rahisi kwako wewe sasa ku-apply for permanent resident ukiwa na hiyo job offer ya kazi. Na kuna baadhi ya za hizo sehemu ambazo wanaweka hizo website ambazo unaweza ukatumia ku-apply. Naona kama hii ni zile namba zote ama zile rural areas ambazo zilikuwa zimewekwa. Ukiklik moja inakuletea link. Wanasema ukiklik kwa hiyo link unajaribu ku-apply kazi na wao. Yani wanakupea website ambao unaweza ku-apply. Wewe ni applicant ama wewe ni employer. Nadhani sisi tunatakiwa kwenda kwa applicant. Alafu unajaribu huko. Ukiona unatafuta nyingine, alafu una click, wanakuletea website. Una click hiyo website, inakupeleka moja kwa moja kwa sehemu ambao unaweza ukaulizia kazi. Sehemu ambazo unaweza ukaulizia kazi. Nadhani sitakuwa na muda wa kuingia sana kwa hizi sehemu. Unaweza ukafungua uangalie kampuni ni gani, inadili na nini. Ukiwa umefurahia email zao ziko hapo, unaweza ukawaandikia email. Hii ni email, hizi ni namba zao za simu ambazo mnaweza mkawasiliana. Na hapo wanakuambia masaa zao za kazi. Monday to Friday 8:30 hadi 4:30. Endelea kuklik ili nitawawekea kwenye group kusudi watu waweze kuona. Naleta website, una click website, inakupeleka moja kwa moja Rural Community Migration Pilot. So
ikisha kupeleka wewe ni kulipitia, unaangalia update na kila kitu inayohitajika, alafu unajaribu kuapply. Ndio maana kama unaona, sio kusema kama hapa unaweza kusema ni mashambani kweli. Yaani tuseme ni hizo kama vile ndugu yangu ameniambia hapo, nje ya mji, sio mashambani lakini nje ya mji. Mahali mtu unajaribu kutafuta kazi na kuapply. So link hii nitaiweka kwenye kikundi kusudi yoyote atakayetafuta, atakaojaribu aweze kuitumia huko kwenye kikundi. Nadhani hapo tutakuwa tuko sawa pamoja na hilo. Sijui kama kuna swali lolote. Nataka nipitie hizi comment ambazo tuko nazo, sababu na napenda chini ya hiyo dakika 10. Leo najua pia nimepeana muda mdogo sana, sababu nilichelewa mimi nikalala sana, nikashindwa kuamka kwa muda, ndio maana sikufanyikiwa. Na pia sababu ya mpango ambao tulikuwa tuko nayo kwa wale ambao kwa kikundi, ndio sababu kubwa ambao siwezi taka kuenda sana. Na pia kama vile nilisema, niko na kikao ya kikazi saa 10 na chini ya dakika 9 itakuwa ni saa 9. Natakiwa kujiandaa, kuoga kama ni kula na kuwa tayari, na pia kuenda lisali moja. Nadhani kwangu hata linaweza likawa kidogo, pengine naweza enda nikisikiza, pengine nikiwa kwa njia kama nitakuwa na wakati huu, ama bwana Kamanda Malu akiwa hapo anaweza kanipea ripoti hata baadaye, na itakuwa jambo la huzuni sana. Aya, nilikuwa nimefika wapi? Rams anasema bro, habari za huko? Na zani sijachelewa sana, hata kama si kuona mwanzo bro. Anasema Higa uliza nimejaribu kuapply lakini wako na nirudisha tena Muplus account. Basi ikikufanya hivyo, copy link, copy email, uende uapply tu moja kwa moja kwa email yako, sababu hayo details ambao unatumia huko kwa job bank ndio unaweza kutumia huko kwa email na ikafanya kuwa rahisi. Zakimana anasema we are sorry for not replying you on time, therefore we would like to inform you that get ready on April we can get back to you regarding your journey to fetch the visa, and also we kindly ask you to provide kuna vitu ambazo kama vile nimezidi kusema zilikuwa zimefungwa, hazijibu kwa sasa, hazifanyi kwa sasa, lakini mwisho wa mwezi huu ambao ni siku 2, tunapoingia April, kuna mambo mengi sana ambayo yatakuwa wazi. Job Karubo anasema use sauti hii link brother. Sijaelewa nini ndugu yetu alikuwa anamaanisha hapo. Alikuwa anatuma link gani? Okay, Rams anasema nipo na standard account lakini niki apply wako na nirudisha kwa plus account. Mbona inafanya hivyo? Job bank ni rahisi, ikikusumbua hivyo wewe copy hiyo email na uapply moja kwa moja. The invoice form and send it nielekeze hapo kaka yangu. The invoice form and send it nielekeze hapo kaka yangu. Invoice form gani hiyo ndugu yangu ambao unatakiwa kutuma ama unataka kutuma? Swali lako sijalielewa vizuri, pengine ungeweza kuniweka wazi. Elkana anasema all the best kaka. Asante sana. Sijui kama nimewahi soma message ya Elkana
kuna Angel V ambaye aliandika na tena akadelete message yake, na nadhani inaweza kawa ni mara ya kwanza ye kushiriki live yetu. Gothilb Gothlib anasema tupo pamoja kaka, asante sana. Bwana Chris anasema kazi nzuri sana, asante. Lilian anasema hello my good people. Hello Lilian, natumai uko poa. Lilian, juzi nikiwa live uliweza kuuliza swali na nikarudi nikaweza kulijibu. Sijui kama uliweza kupata jibu lako, lakini bado naweza kulipitia tena kwa haraka hapa ikiwa utakuwa unatusikiza. Ulikuwa unauliza kuhusu open permit na close permit. Niliwahi sema ya kwamba Canada inakuwaga na aina ya work permit mbili, open na close. Open permit ni ile ambao unaruhusiwa kufanya kazi mahali popote ambapo unataka. Ukifanya kazi sehemu fulani na haujapenda, unaweza ukaenda sehemu nyingine bado utafanya kazi. Hiyo sehemu pia usipoipenda utatoka unaenda sehemu nyingine. Sawa sawa na vile unaweza ukatembea ndani ya town kadhaa za Canada kufanya kazi hivyo hivyo. Lakini ukitoka tuseme kwa mfano Afrika na ukuje kufanya specific job, na ule ambaye alikupea hiyo kazi alikukubalia wewe kuja na close permit, kwa hiyo unatakiwa kukaa chini yake hadi mkataba wako na yeye utakapoisha, ndio unaweza ukafanya kazi lingine lolote. Hiyo ndio close permit. Hauwezi ukakubaliwa na hilo permit mahali pengine popote kama mkataba mlio sign na huyo mwenye bosi wako wa kwanza haijaisha. Angel V yeye anazidi message retracted. Anaandika anazima, anaandika anazima. Samuel Steven anasema sangonini baada. Hii itakuwa ni salamu nilikuwa naambiwa, lakini baada sasa sangonini kaka, sango malamu ndiko. Lakini sasa utafanya tunaanza kuongea Kilingala jamani, sitogopesha watu. Ramagaspa anasema Mungu akubariki sana. Amina sana bwana Ramagaspa. Imenibidi kuenda kwa haraka sana na sijamalizia haswa kila kitu ambacho niliandaa kwa siku ya leo kwa ajili ya sababu ya muda na haraka ambao nimeweza kutumia. Kuna baadhi za kazi pia ambazo niliweza fanyikiwa kuona huko kwenye kama Indeed. Sijui kama Indeed tumeweza kuipitia, dakika zangu zimebaki ni 2. Nilikuwa najaribu kuulizia kama hizo farm work, na nikapata kuna baadhi hapa ambazo zilikuwa zinahitaji tu watu wa kuweza kuapply. Kwa hiyo mnaweza mkazipitia pia, sababu ni moja ya njia kama kwa hii list ambayo tulipeana hapa ya hizi sehemu. So unaweza ukakuja ukakopi hii moja na ukaenda kama ni kwa Indeed ama kwa Job Bank, ukaweza kulipaste hapa juu na ukafanya research yako, itakuletea kazi ambazo zinapatikana kwa hiyo sehemu. Sana sana Job Bank ndio inaleta kirahisi sana, but pia hapa zipo. Kwa hiyo ni vizuri sana. Nadhani hiyo nitaweza kuexplain vizuri siku inayokuja. Ukafanyikiwa kuweza kujua kutumia hayo, ni vizuri utafanya tena CV, utatuma request zako kwa maeneo mbalimbali na utafanyikiwa. Najua utaweza kujibiwa, sababu hiyo ni ya government ya Canada. Nilitakiwa kuonesha Job Bank pia kupitia government ya Canada, lakini sijafanya hivyo. Kwa hiyo mbele tuweze kumalizia na tuende kwenye kikundi. Kukiwa kuna yoyote ambaye ako na swali, Job Karumbo anasema link kwa WhatsApp. Asante sana bwana Job.
link niliiona uliituma hiyo mchana, nadhani pia nilireply hapo hapo kwako. Nitaweza kuipitia alafu tuweze nikishaipitia wiki hii nitaangalia kama nitapata nafasi katikati ya wiki ya kuweza kuingia hewani ama kufanya tu video kuhusu hiyo link nikishaipitia na nielewe, ama kwenye live yetu ya Saturday tutaweza kuifafanua zaidi. Lakini najua hata kesho nikipata muda nitaweza kuipitia na naweza kuizungumzia kusudi kama itakuwa iko sawa tutaweza kuizungumzia na kila kitu itakuwa sawa. Lakini asanti sana pia kwa hayo, sababu umeonesha upendo, umeonesha umoja na umeonesha ya kwamba hauna ubinafsi. Furaha yako ni kuona kila mmoja kwenye kikundi letu anaweza kusaidika. Asante sana kwa hiyo. Nitaweza kuipitia. Kuna jambo lingine lolote ambalo litakuwepo mbele tuweze kuenda kwa group? Na ikiwa hakuna, basi tutaweza kuenda kwa group tusikize lile ambalo Mama P alikuwa nalo la kuzungumza siku ya leo hapo kwenye group. Asante sana kwa kuwa likes zetu naona leo ziko 37. Yani tumejaribu kiasi kikubwa sana. Tumejaribu kiasi kikubwa sana na hilo ni jambo muhimu. So kwa leo nadhani tutaweza kukomea hapo. Hata tuko wengi. Bwana Malu, kamanda mkubwa, ameshaingia kwenye group tayari. Nani huyo ako karibu ya bahari saa hizi? Yes. Poa sana ndugu yangu. Leo unasikika na wana KHP wote leo. Ya. Nasikika na wana KP wote. Mimi leo sintokuwepo sana. Kuna kashughuli kidogo na kafanya, lakini na pia YouTube nimekufuatilia kidogo. Ila kuna kitu tu nitaka nishauri. Ndio. Kuhusiana na muda, yani video zako nyingi hata hizo za nyuma nilikuwa nikiangalia za recorded. Nakuta zingine zinakuwa